Mama, naomba unisamehe, sirudi tena mamangu, nisamehe. Hivi wewe umekuwa kusamehewa mara ngapi? Ni mara ngapi nimezungumza na wewe mwanangu? Ni mara ngapi nimezungumza na wewe na hutaki kunisikiliza? Leo ulivyosikia kwamba unataka kuondoka ndio unaomba msamaha, si ndio? Nimeshakwambia nimekuchoka. Ondoka kwangu. Mimi sitaki kwenda kwa kaka. Sitaki kwenda kwa kaka mama. Unataka uende kwa nani? Mtoto mbaya sana wewe. Mtoto umekuwa usikii kila unachoambiwa. Yaani haya mavazi yako ya ajabu ajabu ndio umeona ya kunivalia mimi, si ndio? Na hii miwani unayoiweka inakusaidia nini? Mama, sirudi tena mama. Nimekushindwa, ondoka. Tena usije ukanifanya nikakupiga makofi ya rangi tofauti tofauti. Umenisikia? Ukanitia dhambi mimi. Aya, nyanyuka. Nyanyuka uondoke. Unisikii? Mama, naomba unisikii. Unisikii? Nikusikiliza nini sasa hivi ninachokusikiza wewe? Mtoto uelewi, usikii manguo ya ajabu ajabu unayavaa. Mama, mimi sitaki kwenda kwa kaka mama. Unataka uende kwa nani? Usitaki kunitia dhambi wewe mtoto, nitakupiga makofi ya rangi tofauti tofauti unajua. Mama. Sasa manywele ya ajabu ajabu ya bandia unashinda kuswali. Hivi uone ni vibaya? Aya, nyanyuka. Shika uondoke. Kama nguo zako nimeshakufungashia. Mama. Nguo zako nimeshakufungashia hizi hapa. Kuna kila kitu. Kuna beba begi, beba. Nyanyuka. Aya, nyanyuka, beba begi. Beba begi uondoke. Hivi bado? Aya, ondoka. Mke wangu, wanasema kwamba hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho, pia hakuna maumivu yasiyokuwa na sababu, na pia vile vile hakuna furaha isiyokuwa na sababu. Kwa hiyo mimi nadhani hayo yaliyopita si mbele na tugange yajayo, na labda nikuweke wazi tu mke wangu, kwa sasa mimi moyo wangu ni msafi, ni mweupe, nimekusamehe kabisa kutoka moyoni, kwa sababu unajua hakuna kitu nimefurahi kama kuona mke wangu umekiri makosa yako baada ya kuyatambua. Kwa hiyo mimi pia sina budi kukusamehe kama anavyosema mafundisho ya Bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mbali ya hayo, mke wangu, mimi nilikuwa na ombi moja ili kuweza kuweka sawa haya. Unajua hapa katikati hii dosari iliyotokea ni kwa sababu ya hivyo vitu na vyakula ambavyo ndipo tunavyoendelea kutumia huko ndani. Sasa ili moyo wangu ili uendelee kuwa msafi, tafadhali mke wangu, nikuombe ukusanye hivyo vitu vyote na umepeleke msikitini kwenda kupitoa sadaka. Sitofurahia kuona tukiendelea kuvitumia hapa ndani, kwa sababu ni vitu ambavyo vimetia dosari katika mioyo yetu. Kwa hiyo nilikuwa na ombi la kulitekeleza hilo mke wangu, na sitamani kusikia kauli yote tena ya pingamizi kutoka kwako. Sawa mume wangu, hata usijali, ikifika jioni nitapeleka. Sawa. Mimi niseme nashukuru sana kwa hilo, nashukuru kwa kunielewa. Pia nitaendelea kusema kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia mke mwelewa, msikivu, mnyenyekevu na mwenye kujali pia. Kwa hiyo inshallah mimi naona tuanze kuganga haya mapya, haya yaliyopita hayo tuyasamehe kabisa, wala tusiweke katika akili zetu tena. Asante. Choka. Shika na mbegi wako uende nao. Haya, ondoka. Unasubiri nini hapa? Anavojiliza kama mwema. Kwenda kule. Unasubiri nini hapa? Toto mpuuzi wewe. Unajua juzi usiku nimekuta na Sheikh Abdul vichochoroni.
Allahu Akbar. Sheikh Abduli? Sheikh Abduli huyu unayemtambua mimi? Na mimi pia nilishtuka hivyo hivyo baada ya kukuta. Mwenyezi Mungu nisamehe. Kwa hili limenishinda. Nimeshindwa. Nisamehe Mwenyezi Mungu. Jamani, jua linawaka. Jua linawaka. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jamani, mimi si nimefunga mimi jamani. Jamani, si nimetoka tu nyumbani vizuri tu jamani. Mimi nimejisahau vipi jamani? Jamani, ibilisi huyu jamani. Kia Mungu, shetani ana nguvu. Nini Salmini, nini? Nimesha kuambia kuhusu swala la mume wako Shamimu. Tulia, subiri simu yangu. Endelea kujificha huko huko. Unanielewa? Hivi unajua wewe na huyo Shamimu wako mmeletea matatizo sana? Yaani mimi sasa hivi mpaka mmeharibu funga yangu. Yaani washenzi kweli hao. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jamani, mimi sijui nina pepo gani walioniingia mimi jamani. Sasa nimeshakunywa soda, nimetukana, sasa sijui nifanye nini. Nimalizie tu sasa, nitafanya nini? Jamani. Haki ya Mungu. Hashu hata niliona mtivu hii kiboko. Sasa kaniona bure. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jambo mtoto mzuri. Nishuka biskuiti. Nimefunga. Sawa, naelewa kama umefunga, lakini jioni kifuturu unakula, hii ni tamu sana. We, naijua. Hapa sinyanyikinga. Usijali Milham. Tupishe. Sawa. Samia, nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako ili kurudishia upendo wa dhati kwako. Samia, nakupenda na wala siigizi. Hii sio sanaa maigizo. Mimi ni kama samaki na wewe ni kama maji. Nawezaje kuishi bila wewe? Wewe ni Mkristo na mimi ni Muislamu. Ni mahusiano gani ambayo unataka uyaweke kati yetu? Samia, mimi nakupenda kweli na wala sisukumezui tofauti wa dini. Mimi nakupenda kutoka moyoni. Kuna njia moja tu ya kupita. Uwe Muislamu, umjue Mungu, ujue kufunga na kuswali. Kisha upeleke barua ya posa nyumbani kwetu. Nipo tayari kwa ndoa, lakini sio kuzini. Alafu huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usije ukaniona tena barabarani ukanisimamisha na kuniambia swala la mahusiano. Njia ya kupita nilishakwambia. Shehe Shafi.
Assalamu alaikum. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Karibu Shadi. Asante. Samahani shehe wangu, kuna jambo limenitokea, kwa hiyo nikaamua nije ili niweze kupata ufafanuzi kwako. Jambo gani? Nilikuwa nimefunga lakini nikawa nimejisahau, nikawa nimekunywa soda. Sasa nilikuwa nataka kujua, je, nitakuwa nimefanya dhambi au la? Cha kwanza umefanya jambo zuri sana kuja hapa kupata darasa au ushauri kuhusu funga. Moja kwa moja tuiangalie maana ya funga. Funga maana yake alimtinamu anil akli, ni kujizuia na kula, wa shurbi na kunywa, min tului alfajiri, kutoka kuchomoza kwa jua alfajiri ila ghurubi shams, mpaka kuzama kwa jua. Hiyo ndio tafsiri sahihi ya funga. Maana yake ujizuie na kula au kunywa. Kama ikitokea ukala au ukanywa aidha wakati wa kupika iftari, basi unapaswa uteme na usiendelee kula. Sasa kwa hicho ulichokifanya, basi funga yako bado ipo kwa sababu ulikumbuka. Astaghfirullah, astaghfirullah. Shehe wangu, mimi nilivyokuwa nimejisahau nikanywa, kwa nikajua funga yangu imeshaharibika, nikaamua kunywa kunimalizia ile soda. Kwa hiyo ina maana hapo tayari nilikuwa nimeshafungulia. Shadia, kwa siku ya leo hapo wewe huna tena funga, kwa hiyo unapaswa ulipe. Hilo ni deni kwako. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikitokea umeacha hata siku moja, basi kwa Mungu deni kubwa sana, na deni hilo unapaswa ulipe baada ya Ramadhani kuisha na baada ya sita kuisha. Basi deni hilo unapaswa kulipa, na unapaswa kulipa deni hilo kabla ya Ramadhani nyingine kuja. Asante sana shehe wangu, nimekuelewa. Asante. Basi sawa, mimi nimetoka kutia udhu, nataka nielekee masjid, maana muda wa swala tayari umetarada. Sasa nilikuwa nakuomba na wewe basi uwahi uende ukapata swala, maana funga bila swala utakuwa sawa na mtu aliyechana ndani. Haya, shukrani sana, asante. Karibu. Haya, kwa heri. Karibu. Asante wifi. Karibu. Asante Samuel. Waalaikum salaam wifi yangu. Karibu. Alete nikupokee. Karibu sana. Karibu wifi yangu Anti Koba, shikamo. Wanini? Ndo adabu ya wapi hiyo? Hivyo ndo mnavyojifunza madrasa? Samee mama, sirudi tena. Wifi usijali, ni mtoto. Sawa wifi. Pole wifi yangu. Karibu sana. Karibu. Wewe kamdoli katakatifu wewe. Pole wako ukamwambia kaka kwamba umenikuta nakula njiani. Nitakuua. Unanielewa? Unanielewa nakuuliza? Pumbavu wewe. Wewe. Abe, nakuja.
Alhamdulillah, siku zinazidi kusogea, jambo la kumshukuru Allah, tunazidi kuingia sana na wakati. Sasa bwana Shekhe, samahani nimekupigia simu kwa dharura, maana nilipita pale ofisini kwako sikukukuta. Ulivyoniambia uko maeneo haya, nikaona walau bora nifike ili tuweze kuonana. Mimi bwana, ndugu yangu, bwana, shida kidogo kama unavyojua. Kwenye ile deni langu, walau kama tunaweza kupunguza hata kiasi kidogo, ili walau familia ipate kupata iftari na mambo mengine yaweze kwenda. Maana kidogo hali ilikuwa tete. Mimi bado mambo yangu hayajakaa sawa. Na unafahamu hali halisi. Jua ni kali sana. Hivyo naomba uniwe. Mambo yangu yakinyoka, kila kitu kitakuwa sawa na nitapata mwenyewe. Sawa Sheikh, mimi wala sitaki kusemea sana mfuko wako na wala sitaki kupingana sana na kauli yako, lakini mimi nilikuwa naomba kama itakuwa ndani ya uwezo wako, walau kwenye ile deni langu nipate hata walau 1,000 tu, ili niweze kupata daftari pamoja na pesa yangu, maana kwa nyumbani hakuna chochote cha kula jioni wala hakuna chochote cha kuamka nacho kesho. Kama unavyojua mimi nipo kwenye somo, mke wangu yupo kwenye somo na mtoto pia yupo kwenye somo, na mbaya zaidi sasa na mdogo wangu tayari pia amerudi pale nyumbani. Ni kwamba hao wote wananitazama mimi. Narudia tena shehe wangu, mambo yangu yalikaa sawa, na hapa mfukoni nahisi nina hela ndogo kama itakufaa, nina 2,000. So kichukua hii, nadhani kuna baadhi ya vitu utaviweka sawa tu. Sheikh Hassan, nimeomba shilingi 10,000, wanipatia shilingi 2,000. Kaka, nimeshakwambia familia yangu sasa imeongezeka, hakuna chochote ndani. 2,000 mimi nitafanya nini ndugu yangu? Basi inshallah walau basi ongeza hata 3,000 ili wewe hata shilingi 5,000 uone akafanya chochote, lakini hii 2,000 watu 4 kaka, kweli? Sasa shehe, mbona inakuwa kama tunaanza biashara? Mimi najikuna ninapojiwasha. Huo ndio uwezo wangu shehe wangu. Wadani kudanganya. Sina hela. Na ndio maana nikakwambia awali, nikifanikiwa kupata hela yako nitakufuata mwenyewe. Ila kwa kuwa umeniambia na uhitaji, ni hicho nacho mimi ndio nimekupa hicho. Basi, haya, jazakallahu khairan yangu. Inshallah. Basi tukutane wakati mwingine. Inshallah. Alhamdulillah.